Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa mwanzoni mwa juma hili, Kigali ilisema imejitolea kikamilifu kuondoa vikosi vyake mashariki mwa DR Congo. Erike Mumbere Bwanapua, mchaguliwa wa Goma, Kivu Kaskazini, anataja bado kuwa na wasiwasi kuhusu kauli hii ya Rwanda. Mimi sidhani ya kwamba hata rais wa Rwanda Paul Kagame ameitika kusema atatosha vikosi vyake ndani ya nchi yetu ya Kongo. Sidhani ya kwamba hiyo ni ukweli, sababu mara nyingi anasemaka hivyo, anaweza akasema hivyo, lakini anaendelea kutumia magrupu arme, ni kusema vikundi vidogo vidogo, ili ukosefu wa usalama uendelee ndani ya nchi yetu, na hiyo inamsaidia yeye ili aweze kupora mali yetu ya Kongo. Zaidi ya hayo, serikali ya Rwanda inaamini kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani vinalenga upande mmoja, na hilo linapotosha ukweli. Kigali inataja hasa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi ya ardhini ambayo kulingana naye yanajumuisha ukiukwaji wa uwazi wa usitishaji mapigano. Kulingana na OFAC, vikosi vya Rwanda bado vinaunga mkono kikamilifu M23 kutoa mafunzo na kupigana kwa ushirika na vuguvugu la Machi 23, kundi ambalo limesababisha watu wengi kufariki na kuhama makazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na itikadi ya Rwanda, viongozi wa UANU wamewekewa vikwazo na Marekani, ikiwa ni pamoja na Vincent Nyakarundi, Meja Generali Ruki Karusisi, Mubarake Muganga, Stanislas Gashugi, wote wakiwa ni raia wa Rwanda. Vikwazo vya Marekani vinahusisha kufungia mali zote zinazoshikiliwa moja kwa moja nchini Marekani na watu wanaohusika, pamoja na marufuku ya Marekani au kampuni yoyote kufanya biashara nao. Vikwazo hivi vya Marekani vinakuja zidi ya ongezeko ya uhasama na kutofuatwa kwa usitishaji vita uliopendekezwa na Angola. Katika taarifa, Katibu Scott Bessent alisema Marekani ilitarajia kuondolewa mara moja kwa askari, silaha na vifaa vya Rwanda kwenye ardhi ya Kongo, lakini ni maelfu ya wanajeshi wa Rwanda ndio wanatumwa mashariki mwa DR Congo, ambapo wanashiriki kikamilifu katika operesheni za mapigano na kuwezesha udhibiti wa eneo na M23. Taarifa hiyo iliongeza. Serikali ya Rwanda ilishutumu vikwazo ambavyo vililenga upande mmoja tu katika mchakato wa amani na kupotosha ukweli wa mzozo. Kigali inadai kujitolea kuondoa vikosi vyake ndani ya mfumo wa upatanishi wa Marekani, lakini inashutumu Kinshasa kwa kutoheshimu ahadi zake. Kinshasa kwa upande wake ilionyesha shukrani zake za kina kwa Marekani kukaribisha uamuzi wa Washington, ikiamini kuwa hatua hizi ni ishara ya wazi ya kuheshimu uhuru wa uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyoongea hapa Mumbere Bwanapua. Tunashukuru rais wetu wa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru pia hata rais wa Marekani Donald Trump. Tunashukuru hata pia wakuu viongozi wale ambao waliwasindikiza kwenda kufikia huo mkataba ambao ulisainiwa hapo Washington, na tunashukuru Marekani sababu Marekani imeendelesha kufanya ambayo tunaita masanction zidi ya jeshi la Rwanda, hata na wakuu viongozi wa jeshi, na hiyo imekuwa kitu ya kusaidia hata kufurahisha Wakongomani, sababu Wakongomani walikuwa wanachunga vitu namna hivyo tangia karibu miaka 13, na hiyo ni kitu ambacho Wakongomani wanafurahia. Mamlaka ya Kongo ilishutumu M23 kwa kufanya shambulio la ndege isiyo na rubani kwenye uwanja wa ndege wa Kisangani ulioko mamia ya kilomita kutoka shamba za vita. Waasi tayari walidai kuhusika na shambulio kama na hilo zidi ya uwanja huo wa ndege mapema mwezi uliopita.